Taarifa kutoka Pwani sasa zinaarifu kwamba mshukiwa wa mauaji ya Shakahola aliyekiri makosa ameeleza mahakama ya Mombasa jinsi alivyouza shamba lake Nairobi na kujipata msituni Shakahola. Enos Amanya amefichua kwamba kulikuwa na zaidi ya watu 900 msituni na mfungo ulianza baada ya wazee wa Bayamwaro kuwataka waondoke msituni. Na kama anavyoeleza mwanahabari wetu Francis Mtalaka, Amanya aliyeshindwa kujizuia alipokuwa akieleza mahakama jinsi watoto wake walivyofariki. Ilianza alipofika kizimbani. Enos Amanya alieleza mahakama ya Mombasa jinsi alivyouza kipande chake cha ardhi Nairobi kwa shilingi $700,000 akiwa na ardhi ya kurudi mashambani. Ila kasisi msaidizi George Mwaura alimshawishi kuwa kuna ardhi Malindi na kumtaka kutuma shilingi $100,000 kwa Paul Mackenzie. Baada ya kufika Malindi, alisafiri na familia yake na wenzake hadi Shakahola, ambapo baada ya kuishi kwa muda, wazee wa Bayamwaro walidai muda wa kuishi msituni umekamilika na kutaka kuuza shamba. Masharti waliopewa yalikuwa ni wanunue ardhi hiyo au waondoke kwenda Galilaya. Hapa Mackenzie akiamuru mfungo kuanza. Kama hamtatoka basi mgoje, sisi tukifika wakati wetu tutawavamia. Alipokuja akasema sisi hatutakubali, tungojee kuvamiwa. Sasa sisi tuanze kufunga. Watu waanze kufunga waende kwa Yesu. Juu wale wakati wataamua kuja kutuvamia ama kututoa hapa, tuwe tumefika kwa Yesu, akuta hakuna mtu, tuwe sote tumeenda kwa Yesu. Akiwa mbele ya hakimu Alex Dhuku, Amanya ameeleza mahakama kuwa wakati huo kulikuwa na zaidi ya watu 900 na kwamba baada ya amri ya wazee gharama ya makao yao ilikuwa shilingi milioni 4. Mama Jacob alikasirika, akatoka mkutano akasema, Mackenzie wewe ni muuaji kabisa. Unataka kuua watu, kazi yako ni kuua watu. Kwa hivyo sisi hatutaki mambo yako kabisa. Hatutakubali watoto wetu wakufe namna hivyo. Na hatutajiua. Basi wakakasirika, akaenda nyumbani. Baada siku 2-3 walilete gari ya Nissan, wakapaki vitu na kwenda. Ni hapa ndipo Mackenzie aliwashauri wafunganye virago waelekee sehemu nyingine msituni. Alisema kwanza wale ambao hawana chakula, hawameishiwa kabisa, hao waanze kufunga. Ukiishiwa usiombe mtu chakula, wewe kaa kwako. Kama Yesu hatalete chakula, ukikufa si dhambi. Enos alionekana mwingi wa machungu walipoeleza jinsi yeye, mkewe na wengine walioko mahakamani walivyomzika mtoto wao baada ya kufunga kula na kunywa. Pia alieleza jinsi walivyolazimika kuchimba makaburi ya halaiki baada ya idadi ya watu waliokuwa wakifariki kila siku kuendelea kuongezeka. Enos Amanya ameeleza mahakama kwamba kulikuwa na vitengo 4 vya usalama msituni Shakahola, ikiwemo kuzuia na kuingia msituni Shakahola. Hapo kesho upande wa shukiwa ukiongozwa na wakili Lawrence Bonyo unatazamiwa kumpiga msasa Enos Amanya. Francis Mtalaki, Ringa Citizen, Mombasa.